Of course nimefuatilia kile ambacho anakiandika Haji Manara au ambacho anakizungumza kwenye mitandao yake ya kijamii. Manara anataka bodi ya ligi wajiuzuru, lakini pia anamtaka rais wa TFF Wallace Karia ajiuzuru. Na anataka ajiuzuru kwa sababu anaamini kwamba Wallace Karia hatendi haki ipasavyo. Na of course kuna watu wengine wa mpira ambao wanaona kama Wallace Karia hatendi haki ipasavyo. Unajua kwenye kutenda haki ni mitazamo ya watu. Yaani kila mtu kuna namna ambavyo anamtazama kiongozi wake, lakini pia kila mtu ana namna ambavyo yeye analifuatilia tukio au kuna namna ambavyo yeye anafuatilia mpira. So kwa Manara yeye anaona kama Wallace Karia hautendei haki mpira wa Tanzania, na kuna wengine ambao wanaona maana kwamba Wallace Karia anautendea haki mpira wa Tanzania. Yote ni mitazamo, yani kila mtu ana kile ambacho yeye anaamini kwamba ni kitu ambacho ni kizuri zaidi. So ambaye ni sahihi ni nani? Ambaye ni sahihi ni yule ambaye atakuwa na msimamo na mawazo yake. Wallace Karia ni rais ambaye tangu amekuwa madarakani amesaidia sana soka letu kukua, kwa maana kutengeneza mazingira mazuri ya wawekezaji na kutengeneza mazingira mazuri ya kuwa na viwanja bora ambao vimetusaidia kuwa na ligi bora. Lakini hakuna ligi bora bila kuwa na vilabu bora. Manake kumtaja tu Karia kwamba ameleta maendeleo kwenye mpira wa Tanzania bila kutaja viongozi wa vilabu ni kuwakosea heshima viongozi wa vilabu. Yaani Wallace Karia amesaidia kwa nafasi yake, lakini pia vilabu vimepambana kwa nafasi zao. Manake wote hao watu wawili wamesaidiana. TFF ndo msimamizi wa mpira wa Tanzania. Ana haki au ni jukumu lake la kutengeneza mazingira mazuri kwa watu kuja kuwekeza kwenye mpira. Ni haki yake, yaani ni kitu ambacho ni kazi yake, anapaswa kuifanya. Vilabu vina nafasi ya kuwekeza, ni haki ya vilabu kuwekeza wenyewe. Kutengeneza mazingira mazuri ya wawekezaji, hilo ni jukumu la TFF. Manake TFF na bodi ya ligi wana jukumu hilo la kutengeneza mazingira mazuri kwa wawekezaji kuja kuwekeza kwenye ligi, kwa sababu ligi ni bidhaa ambayo ipo chini ya bodi ya ligi na TFF kama msimamizi wa mpira wa Tanzania. Manake kukuza mpira, bodi ya ligi na TFF wanapaswa kuwa sehemu ya huo ukuaji, kwa maana kutoa clear picture au project ambayo inaonyesha miaka 5 inayokuja ligi itakuwa kwenye level gani. Lakini ukuaji wa vilabu unategemeana na viongozi wa vilabu husika, wala sio bodi ya ligi wala sio TFF. Kwa sababu bodi ya ligi na TFF hawatengenezi viongozi kwa kuwapeleka kwenye vilabu. Wao wanatengeneza sera nzuri ambayo itavifanya vilabu viweze kunufaika na uongozi ambao uko madarakani. So kwa sasa hivi kinachoendelea au ambacho kinazungumzwa ni kuhusiana na ukuaji wa mpira wa Tanzania na Wallace Karia. Karia amefanya jukumu lake ambalo ndo la msingi. Ukiwa rais wa TFF lazima ufanye hivyo, lazima utengeneze mazingira mazuri kwa wawekezaji kuwekeza. Lakini Karia hajakuza mpira peke yake. Karia amekuza mpira wa Tanzania kwa kushirikiana na viongozi wengine waliopo Simba, waliopo Yanga na vilabu vingine. Kwa nini leo timu ambazo zinafanya vizuri kimataifa ni Simba na Yanga pekee? Ni kwa sababu ndio timu ambazo zimewekeza vizuri, ndio timu ambazo zimeamua kutumia pesa nyingi kufanya usajili kuliko timu zingine. Sasa kama Karia ametengeneza mazingira ambayo yanavipa nafasi vilabu vingine kuwekeza, tungeviona nao vikifanya vizuri kimataifa. Kwa nini ni Simba na Yanga tu? Ni kwa sababu Simba na Yanga zina viongozi ambao ni bora, viongozi ambao wanawaza mbali pengine kuliko viongozi wa TFF na bodi ya ligi, na ndio maana wao ndio watu pekee wanafanya vizuri kimataifa. Kwa hiyo Karia asizungumzwe kama mtu ambaye labda ndio pekee yake kanyanyua mpira wa Tanzania. No. Wapo viongozi wa vilabu wamechangia kwa asilimia kubwa kunyanyua mpira wa Tanzania, lakini hawazungumzi kwa sababu sio viongozi wa TFF wala sio viongozi wa bodi ya ligi. Engineer Said tunampongeza, ni rais ambaye ameifanya Yanga imecheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kilichowafanya kucheza fainali ya shirikisho barani Afrika sio kwa sababu ya Wallace Karia wala sio kwa sababu ya Steven Mguto, ni kwa sababu ya uwekezaji ambao Yanga waliufanya. Yanga wamesajili wachezaji wazuri ambao wamewasaidia kufika hapo walipo. Ingawa ukija upande wa pili hayo mazingira mazuri ya wekezaji yameletwa na Wallace Karia, ingawa hata huko nyuma wamekuja kina Yusuf Manji
kuwekeza pale Yanga ikiwa rais wa TFF Wallace Karia hayupo madarakani, na Yanga walifika hatua ya group stage 2016. Kwa hiyo manake kutengeneza mazingira ya uwekezaji ni kitu ambacho hilo ni jukumu la rais yoyote wa TFF, wala sio kwamba ni kitu ambacho anakifanya labda kwamba labda kwa hisani. Hapana, ni jukumu lake la msingi. Kwa hiyo tukubaliane kwamba Wallace Karia ndio ametengeneza mazingira mazuri, lakini Simba na Yanga zimefanya vizuri zaidi kuliko yeye. Kwa hiyo kuna wakati mawazo ya vilabu au viongozi wa vilabu yanapaswa kusikilizwa. Mimi naamini kwamba Rais Karia kweli kabadilisha mpira wa Tanzania, lakini sio yeye peke yake. Viongozi wa mpira wa vilabu wamefanya mambo makubwa zaidi kuliko TFF. Leo hii angalia mabilioni ya pesa ambayo yanamwagwa na Simba na Yanga kwenye usajili. Ni pesa nyingi sana. Hizo pesa TFF hata hajui zinakotoka. Kwa hiyo tukubaliane tu, kama hao mazingira mazuri ya uwekezaji ambao ameteza TFF ndio chanzo cha kumsifia Karia, kwa nini timu zingine zote hazifanyi vizuri, zinabaki kufanya vizuri timu mbili za Simba na Yanga? Ni kwa sababu Simba na Yanga zimewekeza zaidi. Kwa hiyo Karia ni rais mzuri, lakini hastahili kupata heshima hii ambayo anaipata, kwa maana ya kwamba kuonekana yeye ndio mfalme wa mpira wa Tanzania. Hapana. Wapo viongozi wa vilabu wanapaswa kupewa heshima yao. Wamefanya kazi kubwa sana, pengine kuliko hata Wallace Karia. Lakini kwa sababu Wallace Karia rais wa TFF, basi kila mtu anaona amefanya kila kitu ambacho ni kizuri. Ni kweli Karia kafanya vizuri, lakini viongozi wa Simba na Yanga wamefanya vizuri zaidi, na ndio maana timu zao zinafanya vizuri kuliko timu zingine zote Tanzania.